arise. Hivi vitu tulivyokalia hapa vyote vimeandikwa arise and shine. Tulipokuwa tunaanza kazi kwa Kisongo tuliita kanisa la arise and shine. Tulikuwa tunatamani kuinuka na kuangaza. Kwa hiyo kuinuka ni asili ya Mungu kwa yote anayetaka kumwamini na kuenenda katika njia zake. Amen. Mungu umuinua mtu. Ndio njia ya pekee Mungu aliyofanya kumleta Yesu ili kututoa mavumbini na kutuketisha pamoja naye. Haleluya. Sema amen, amen. Kwa neno kuinuka lina maana kubwa. Lina maana inayoweza kutufanya tujifunze. Lakini kabla ya hapo acha nimshukuru Mungu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya saa na wakati huu. Kuomba kwetu ni kwa sababu tunasema kuna kuinuka tena. Kuinuka kwa ajili ya mambo ambayo Mungu umeyaweka mbele yetu. Kuinuka kwa ajili ya kuenenda sawasawa na kusudi lako. Kuinuka ili tuweze kutimiza mapenzi yako. Kuinuka kwa sababu tunataka tuingie katika utukufu mwingine. Kuinuka kwa sababu tunataka tuenende sawasawa na nguvu ulizotupa. Tusiwe tena katika udhaifu au nyonge. Tunaomba kipindi hichi ambacho tunaenda kuomba kwa sababu ya kuinuka tena. Kuna mahali ambapo inawezekana tulikata tamaa, lakini sasa tunatamani kuinuka tena. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Sasa neno kuinuka katika Biblia limetumika kwa maana nyingi na kwa tafasiri nyingi. Zenye tafasiri ya tukio linalotokea au lazima litokee kwa sababu fulani. Amen. Ni tukio linalotakiwa au limetokea au linatakiwa kutokea kwa kutimiza makusudi fulani. Kwa kutimiza makusudi. Na hasa tunapokuwa kwenye ile eneo la kiroho ni kwa sababu ya kujua tuinuke ili kuyajua mapenzi ya Mungu. Yani kuziruhusu fahamu zako ziondoke gizani, ziingie kwenye kutafuta kuyajua mapenzi ya Mungu. Namba nyingine inataka kuinuka ni kurudi tena katika toba. Amen. Hilo eneo linasema kumbuka ni wapi ulipoanguka. Amen. Ukatubu. Kuanguka ukatubu, maana yake ukainuke tena. Haleluya. Kwa hiyo ni eneo lenye matengenezo. Sijui kama tunaenda sawa. Ni eneo lenye mtu anayejua alipokosea. La tatu ni kuinuka tena kwenye wito Mungu aliyokuitia. Kwa hiyo tunajua katika mazingira fulani yawezekana tumeiacha kweli, tumeacha kumtumikia Mungu kwa sababu ya mambo fulani, tumerudishwa nyuma na watu, tumekatishwa tamaa. Inawezekana pia mazingira yametufanya tushindwe kuendelea mbele katika huduma tulizopewa. Ziko sababu nyingi ambazo watu wameacha kuitumikia neema waliopewa na Mungu, nafasi Mungu aliyowapa. Sasa mazingira yanaweza kusababisha kiuchumi. Mazingira yanaweza kusababisha kiafya. Mazingira kwa sababu ya familia. Ukashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu mke, kwa sababu mume, au kwa sababu watoto, au kwa sababu ya uchumi. Maisha yamekupiga, hali imekuwa ni mbaya, wito uliokuwa nao umeuacha. Hiyo ni moja wapo ya tunaposema tunaomba Mungu tena tuinuke. Amen. Tuinuke. Nyingine ni kwa sababu ya dhambi. Mtu anakosa, ametenda dhambi, alafu amefika mahali ameshindwa kuacha dhambi. Na ile hali imemdiscourage. Ameamua kwa sababu siwezi kushinda haya na haya na haya, sina sababu ya kuendelea kumtumikia Mungu.
sina sababu ya kuendelea kwenda kanisani. Kwa hiyo mazingira ya kimaisha au dhambi, tumeacha kuenenda sawa sawa, tumeshindwa kufikia kusudi la Mungu. Tunaposema tunaomba kwa sababu ya kuinuka tena, is to arise again for the sake of his purposes, Mungu anaenda kututia mafuta tena, anaenda kutuganga tulioumia, anaenda kutusafisha maumivu. Haleluya. Tulikuwepo Jumapili hapa, tulimsikia mtumishi kutoka Igunga alivyoyapitia, mpaka mali zinaisha na kanisa linaisha. Sasa ukienda kwenye ile mazingira unakata tamaa, lakini namshukuru Mungu yuko hapa kwa sababu ya kutaka naye ainuke, aende kuinuka tena. Na mimi naweza nikasema atainuka kuliko vile alivyokuwa mwanzo, atainuka mara 10,000 kuliko ilivyokuwa mwanzo. Haleluya. Kuna wakati hata mimi nilipokuwa katika maisha yangu ya imani mwanzoni kabisa, sikuwa na shida ya pesa. Bahati nzuri nilikuwa na viwango vya kiuchumi, na nilijikuta tu nimewaamini watu fulani waliosadikika nao ni wahubiri. Wakanipitia zile pesa nilizokuwa nazo katika ule uchanga wangu niliokuwa nao, nikawaamini. Walienda na mamilioni ya pesa. Na ni zamani, na mamilioni yalikuwa ni hela nyingi. Lakini sikukata tamaa. Unavunjika moyo mpaka unasikia kichwa kinauma. Lakini unasema hata kuna kuinuka tena. Na Mungu hajaniacha, kuna kuinuka. Sema amen, amen. Unaanza biashara inakufa, ukati tamaa, unaendelea kusema kuna kuinuka. Na mimi najua kuna kuinuka katika eneo letu la kiroho, kuna kuinuka kwenye eneo letu la kiafya, kuna kuinuka kwenye eneo letu la kiuchumi, kuna kuinuka kwenye familia. Lazima ndoa iinuke tena, iliyokufa lazima ifufuke. Waliokuwa wamekosa amani kwenye ndoa lazima wapate amani yao. Waliopoteza kabisa mahusiano kwenye familia lazima mahusiano yarudi. Kwa hiyo tunapoongea kuinuka tena, tunazungumza kwenye ulimwengu mpana kabisa. Tunatamani viwango vya kuinuka wakati huu vishangaze wengine. Bwana akuinue kwa kiwango kingine. Sema amen. Kwa mfano, Isaya sura ya 60. Isaya sura ya 60 inanifurahisha sana. Ile sura inazungumza kuhusu kuinuka, lakini kuinuka anazungumzia kwenye eneo lipi? Amen. Analizungumzia kwenye eneo la utukufu. Hapa anasema mstari wa kwanza, ondoka uangaze, maana yake arise and shine. Yani inuka uangaze kwa Kiswahili kizuri. Anaonyesha alikuwa amekuwa chini Israeli kwa sababu ya mapito yake, amekata tamaa, kavunjika moyo. Lakini kile kipindi anachokuwa yuko chini kwenye wakati wa Mungu, majira ya Mungu, alikuwa Israeli lazima awe kwenye utukufu. Sasa ule utukufu hawezi kumkuta pale chini, inabidi ainuke ili ule utukufu uende pamoja na yeye. Anamwambia kwa kuwa nuru yako imekuja. Neno nuru ni utukufu. Amen. Utukufu wako. Yani utukufu ni kusema nini? Ni kutokea kwa heshima, sio kwa aibu tena. Utokee kwa heshima. Kila atakaye kuona ajue Mungu amekuheshimisha. Lakini akiwa pale chini kwa kukata tamaa, heshima haitamkuta pale. Kwa lazima ajitie nguvu, aseme hapana, siwezi kaa hapa, siwezi rudi nyuma, siwezi katishwa tamaa. Huu ni wakati wangu niinuke.
The moment anakwenda kusema niinuke, ndio utukufu unaenda kutokea. Kwa sababu kwenye majira ya Mungu pale ndiko kulikuwa na utukufu. Nitakupa mfano. Mwana mpotevu alipoondoka kwa baba yake, alienda akatumia mali zote alizopewa kwa makahaba, zikaisha. Akafika mahali akaona njaa, akaenda tafuta kazi, akakuta hana mtu wa kumhurumia. Mahali alipobahatika ya mwisho kabisa ni pakulisha nguruwe, na yeye mwenyewe ajishibishe kwa chakula cha nguruwe. Maandiko yanasema hivi, aliporudiwa na ufahamu wake, pale ndio ku arise again. Amen. Akasema, ni watumwa wangapi katika nyumba ya baba yangu wanakula na kusaza, na mimi nakufa hapa kwa njaa? Nitainuka. Amen. Sema amen, amen. Akasema, nitainuka nami nitakwenda kwa baba yangu. Alipoinuka, utukufu aliyokutana nao ni mkubwa kuliko ule wa kwanza. Baba yake akamuona kutokea mbali, akamkimbilia, akamkumbatia na kumbusu sana. Namba 2, baba yake akaagiza watumwa wake waliondoe vazi alilolivaa, wamvalishe vazi lililo bora, wamvalishe kiatu kilicho bora, wamvalishe na pete. Amen. Kisha wachinje mnyama, wafanye sherehe. Utukufu aliyoukuta alipoinuka ni mkubwa kuliko ule wa kwanza. Kwa hiyo kuinuka kuna kupeleka kwenye eneo la nuru yako. Biblia inasema, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tuko kwenye pointi kanisa. Amen. Wakati ambao ni mgumu sana. Kila maeneo umezingirwa, hakuna mahali pa kupumua. Ukijitazama hakuna wa kukupa heshima. Lakini lisiwe ni eneo la kubakia hapo. Usije ukafikia hapo kasema ndio mwisho. Hapo ndipo unapoinuka sasa. Amen. Hapo ndipo unapojitia nguvu na kung'uta mavumbi, unasema hapana, sasa nitainuka, nitakwenda katika nyumba ya baba yangu. Biblia inasema hivi, giza litaizunguka, litaifunika dunia. Giza kuu litafunika makabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Wengine watajikuta wako kwenye mazingira magumu, lakini kwa sababu umeamua kuinuka, Mungu ataenda kukuzukia na wewe kwa utukufu mkubwa zaidi. Anasema hivi, na mataifa wataijia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Jamani, haya maombi ningetazamia kila mtu angelikuwepo hapa leo. Lakini I'm telling you the truth, wanaokosa vitu kama hivi watakosa nuru inayowazukia. Watabaki tu kwenye mangaiko huko vijiweni, watahangaika huko kwenye mavituo ya kazi. Kazi zenyewe zingine unaweza ukazikuta hata sio kazi, ni kuzurura. Zingekuwa ni kazi, tungelikuwa na sababu ya kuja hata kuabudu hapa. Kazi zingine ni kuzurura, yani unakuta mtu hata kile anachotegemea anaenda kukipata hakipati. Yesu alisema hivi, angalieni haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, kama hamtaweza kuingia katika ufalme. Halo. Mimi nataka iwe hivi. Nataka iwe hivi. Sema amen, amen. Haleluya. Mstari wa 3 anasema hivi, mataifa watajijia nuru yangu, na wafalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako pande zote, wote wanakusanyana wanakujia wewe. Jamani,
haya maombi nimesema ni maombi sio ya kuomba kitu. Tunaomba kuinuliwa, to rise again. I wish kuna mtu atakayenielewa aone hiyo nuru. Haleluya. Anasema ukiona hiyo nuru yako, anasema mstari wa 5, ukiona hiyo nuru yako, moyo wako utatetema na kukunjuka, utatetemeka. Yani you will be more surprised mambo Mungu anayatenda kwenye maisha yako kuliko ulivyotazamia na ulivyotegemea. Kwa akili za kibinadamu ilikuwa haiwezekani, lakini sasa imewezekana. Anasema wanakusanyana, wanakujilia wewe, wana wako wanakuja kutoka mbali, na binti zako wakibebwa nyongani. Ndipo utaona na kutiwa nuru, macho yako yatashangazwa na yale unayoyaona, moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari umegeuzwa kukujia. Utajiri wa mataifa utakuwa unawasili. Utajiri wa mataifa utakuwasilia. Wingi wa ngamia utakufunika. Ngamia vijana na wa Midiani na wa Efa wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Mimi natamani tufike hapo ninaposema let's arise again. Tuinuke, twende katika eneo ambalo tunatakiwa. Ninachoshwa na maisha ya kudharaulika. Ninasikia vibaya. Amen. Nilikuwa naongea na watumishi mahali, nikawaambia, munaridhika na nini? Ni nini mnachokiona mmetosheka nacho? Kipi ambacho munaona kimetosha? Maana nikiangalia mazingira hata ya muonekano wa nje tu, hatuna neno lolote la kujisifia. Hatuna hata kidogo. Tukiangalia familia hakuna. Tukiangalia watoto hakuna. Kanyumba kamoja ulicho nacho, kanyumba kamoja ndio hako unajidai nacho. Kagari uliko nako hako kamoja. Ninawaambia hivi, kama mnavyoniona mimi nakosa usingizi, silali, mama ananihurumia. Nitatoa wapi usingizi nilale? Nikiangalia kila upande, kila Mkristo ukikutana naye analia. Kila mwanamke ukikutana naye wa ibada analia. Nini mama? Familia. Nini unalia? Ndoa. Nini unalia? Uchumi. Utapata wapi usingizi? Utalala kwa raha ipi? Madeni yameongezeka kwa Wakristo kuliko kawaida. Magumu ndani ya ndoa zao, wanavumilia tu, wamevaa barabarani vizuri, lakini ukiwafungua mioyo hamna raha. Raha hakuna. Wengine wanaume huko barabarani hawasubutu kurudi nyumbani mapema. Tusiwaone wamejaa kwenye baa, hawana raha. Watoto kwa nini wanaongezeka mtaani? Familia haziko maisha vizuri. Baba mlevi amepindukia, mama naye ndio hivyo hafai, watoto wanasambaratika. Kanisa liko wapi tulale? Tunaposema lazima tuombe tuinuke tena, nilisema lazima kuinuka kwenye familia, kuinuka kwenye uchumi, kuinuka kiafya. Na tuinuke kwa ajili ya kutimiza makusudi ya Mungu. Makusudi tuliopewa. Wito tuliopewa. Haleluya. Talanta tuliopewa.
tuitolee hesabu. Tuitolee hesabu. Lakini nasema kama Mkristo atainuka aseme liwalo na liwe mpaka kieleweke, nitamtaka Mungu mchana, nitamtaka Mungu usiku, nitamtafuta kwa gharama, kwa maombi na dua na sala na kugaragara na kuomba Mungu ili anifungue katika eneo lisilolijua. Ni wapi nimekwama? Ni wapi vita vyangu sivioni vinapotokea? Ni wapi mjaribu anaponijia na amenishinda na mimi sijajua ni hapo? Nilikuwa nasikiliza ushuhuda, mtu mmoja anaongea kwenye media na mke wangu. Kijana mmoja anasema alienda kwa mganga wa kienyeji akimsindikiza rafiki. Yule anayeenda kwa mganga anataka afanyiwe mambo yake. Rafiki alikuwa anasikiliza anachoongea, anachotaka huyu afanyiwe, mpaka ameomba, nisindikize bwana, nipeleke mahali bwana, nataka nikamwone mtaalamu, kuna mambo yangu nataka nimwambie anisaidie. Huyo anayeenda kwa mganga anataka mambo yasaidiwe, hana viatu vizuri vya kuvaa mguuni, hana nguo nzuri za kuvaa. Anachomwambia mganga, nina ndugu yangu niliyezaliwa naye tumbo moja, yeye amefanikiwa kwenye harusi, yeye ndio anatoa michango, kwenye misiba yeye ndio anatoa kila kitu. Sasa anapata sifa sana kwenye familia yetu. Hata mtoto wangu alipokuwa amefaulu, yeye alitusaidia akamnunulia hata mtoto viatu na vitu vya mtoto wangu. Lakini mimi sina. Sasa nataka mganga umshughulikie yule jamaa asiwe na kitu tena. Sasa fikiria, aliye wa nyumbani kwake ndiye adui wake. Utawezaje kumjua kama ni adui wako? Wewe una maadui, unafikiri wako mbali, kumbe yuko ndani ya nyumba, ndio unamsaidia, ndio unamlisha, ndio unampelekea watoto shule, ndio unamsomeshea. Yani anakuwa kumbe wa ndani ya nyumba. Alafu unajikuta umeanguka uchumi mpaka chini na ujui kilichokuangusha, na hauna haja ya kumtaka Mungu akwambie anguko lako limekuja hapa, huu ndio mlango wa anguko lako. Mimi natamani hivi, amen, tuinuke, amen. Anaposema ule wito, arise again, inuka. Haleluya. Alitokea siku moja malaika wa Bwana wakamjia Lutu. Lutu alikuwa na mali, ndugu yake Yakobo ndugu yake Abrahamu ni mjomba. Alikuwa tajiri wa mifugo na mali. Akajikuta ameangukia kwenye mji uliojaa mabaya yote yasiyofaa. Yote. Hakuna ndani ya huo mji mtu anamcha Mungu hata mmoja. Lutu peke yake akapata neema kwa Bwana. Peke yake. Malaika wa Bwana wakatoka kwa Abrahamu wakaenda Sodoma. Wakaingia kwenye nyumba ya Lutu. Wakaingia kwenye nyumba yake. Mji uliojaa maovu, wakaona wale malaika wakiingia kwa Lutu. Wakaanzisha vurugu. Watolewe wale malaika walioingia ndani ya nyumba ya Lutu. Lutu akajaribu kuwabembeleza wenyeji. Wenyeji wakakataa. Usiku huo huo malaika akamwambia Lutu, hapa si pa kulala. Sahi, inuka. Chukua mkeo, chukua watoto, toka nje ya mji huu. Lutu akuelewa,
mpaka alishikwa mkono kutolewa nje ya mji. Yaliyoupata mji asingetoka naye angeangamia. Tuna mahali pa kutoka ili tusiangamie na dunia inayoangamia. Tuna mahali pa kutoka. Mungu hata tuacha moto wa kuangamiza wengine ukatuangamiza na sisi. Ataturuhusu haya maombi. Kama kuna malaika atatumwa, atakuja kusimama katika mlango wako, atakushika mkono akutoe. Kama kuna malaika atakaye kuja ashike watoto wako, awatoe katika mateso anayopitia, awatoe kwenye mji wa anasa mbaya, awatoe kwenye dhambi. Naomba hiyo neema ya kuinuka imfikie kila anayenisikia hata kwenye mitandao. Haleluya. My people, watu wangu, hii nuru haiji kawaida. Haiji kawaida. Haleluya. Haiji kawaida. Nitaiangalia ili neno kuinuka tena katika eneo la kifo cha mtoto wa Yairo. Mazingira ya kifo cha mtoto wa Yairo kinatatanisha. Kifo kile kilikuwa kinatatanisha. Wamemkusanyika watu wa mji walioandikwa na maandiko, waombolezaji na watu waliokuwa kilia. Tunaelewana kwa ajili ya kifo cha mtoto wa Yairo. Lakini surely wale waliokuja kuomboleza na kulia hawakuwa waombolezaji. Kilio kilichomuhusu mtoto kufa, na watu wengi wa mji walionekana kana kwamba wameguswa na msiba. Alipofika Yesu, hawakuonyesha uhalisia wa kilio chao. Mazingira yale yanaonyesha hawa wanaitwa waombolezaji wanaolia na kufanya ghasia hawakuwa waombolezaji wa kweli. Lakini Yairo alipoona mwanae ni mgonjwa, aliinuka. Akasema, haitatokea kwenye nyumba yangu nikampoteza mwanangu akafa. Akaamua moyoni, ikiwa ni sifa ya heshima ninayo kwa wanadamu, ni heri nisiheshimiwe na wanadamu, niheshimiwe na Mungu. Aliona heri ya dharau kuliko heshima ya unafiki kwenye jina kubwa wa kiongozi wa kidini. Akaenda akamtafuta anayeweza zungumza na magonjwa, mwanaye asife. Alipompata tu, tatizo likatokea. Yaani kumpata Yesu, tatizo likatokea. Huku nyuma mtoto akafa. Huku nyuma kikao kimeshatuma watu, nendeni mkamzuie Yesu asije hapa. Ndio maana nakwambia kulikuwa na utata kwenye kifo. Na yule Yairo alipopewa habari ya kifo cha mwanae akiwa na Yesu, hakutaka kumwacha Yesu. Alisema, nimeamua safari yangu mimi na yeye ilikuwa ni lazima afike nyumbani. Liwalo na liwe, mimi ninajua nimempata Yesu, nyumbani kwangu atakanyaga. Na waliotumwa walimwambia, achana naye. Ndugu yangu, ukifika mahali pa kumpata Yesu, watakao kuja kukurudisha nyuma wapo. Lakini ujue unachojua unachokiamini. Kama ujue unachokiamini, utarudi nyuma. Utapoteza vitu, utapoteza watoto, utapoteza ndoa, utapoteza everything, kitapotea. Lakini ukimjua uliyempata, huwezi mwacha Yesu.
Huwezi mwacha Yesu, maana yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Yeye ndiye anayetakiwa aangaze ile giza liloingia ndani ya nyumba litoweke. Haleluya. Wale mataifa wanaotaka nuru ile isiwepo watashangaa akifika nyumbani kwako, nuru ya mauti, giza la mauti litatoweka tu na nuru ya uzima itaangaza. Ameingia, anawaambia nyamazeni, mtoto hajafa. Wakamcheka. Kilicho ndani yao kikajifunua. Halikuwa ni tendo la kawaida la kifo, lilikuwa ni tendo lilokusudiwa katika ulimwengu wa giza. Sasa nuru imekuja, inaanza kuitowesha giza nje, kuiondoa giza. Akasema Yesu, Yairo, mmemlaza wapi? Akasema yuko ndani amelala marehemu. Mke wako yuko wapi? Akasema huyu hapa. Mwambie ingie ndani. Na walio ndani kwenye nyumba ya Yairo watoke nje. Ndugu yangu, palitokea mtafaruku. Watu wanakuja kulia, watu wanakuja kuomboleza. Yesu aliwatoa. Kuna wanaokuja nyumbani kwako lakini sio ndugu zako wa kweli. Kuna wanaosimama na wewe kwenye eneo fulani lakini sio kweli. Wanaweza kuwa wanafiki mdomoni, moyoni wanakufurahia unapopitia. Mimi nachosema, tunainuka tena. Wanafiki watatoweshwa tu, wabaya watakimbia tu, wachawi watakimbia. Hata kama kwa nje ni wazuri, Mungu anayejua sirini atawafichua. Wewe Yairo ndio mwenye mamlaka ya nyumba yake, si ndio? Angesema tokeni nje, Yesu aingie. Alishamkabidhi Yesu maisha yake, akamkabidhi na nyumba yake. Kitendo kile kikampa Yesu mamlaka ndani ya nyumba ya Yairo. Yairo akawa ni mtoto. Yeye sio msemaji ndani ya nyumba yake, Yesu ndiye msemaji. Wacha Yesu aingie kwenye nyumba zetu, awe ndiye msemaji. Yeye ndiye awe bwana mkubwa, sisi tuwe watoto wake. Haleluya. Wewe mgeni wako anakufukuzia wageni wako wanaolia, umeonaga wapi? Haleluya. Mimi naamini hivi, sio vifo vyote ni vifo vimekuwa vizuri. Vingi vimetengenezwa na ndugu, vingi vimetengenezwa na rafiki. Arise and shine. Inuka uangaze. Huu si wakati wa kuomboleza, huu si wakati wa kulia, huu ni wakati wa kusema nayatoa mavazi haya mabaya, naenda kuvaa mavazi mazuri ya heshima. Naenda kuondoka kwenye aibu, naingia kwenye heshima. Naenda kuondoka kwenye umaskini, naingia kwenye utajiri. Natoka kwenye kuonekana na dharauliwa. Sasa yatosha. Haleluya. Yatosha katika jina la Yesu. Sintaogopa tena. Nitatoka na nitangaza. Haleluya. Hili neno ni prophetic, linaenda na sisi tunaoamini. Haleluya. Na nakupa uhakika, amini ninachokuamini. Sijawahi ombaga haya maombi, lakini haya maombi yanaenda kutokea. Haya maombi yanaenda kutokea. Sijawahi kusema nitaomba kwa kuinuka tena. Ndugu zangu, nilisema juzi, Nehemia hakuwa kwenye njaa. Amen. Alikuwa ikulu. Alikuwa Shushan ngomeni. Ngomeni manake palace. Shushan palace. Alikuwa kwenye ikulu ya mfalme. Yeye ndiyo mwangalizi na mwenye kusimamia huduma za nyumba ya mfalme, na hata kunawa mkono mfalme ni yeye anahakikisha maji atakayenawia ni maji ya aina gani. Lakini akapewa habari za Yerusalemu, akalia, akaomboleza, akafunga, akajitenga na kitanda, akajitenga na chakula, akajitenga na vitu vizuri. Akasema siwezi kukaa kimya
Ikiwa ukuta wa Yerusalemu umeangushwa na wenyeji wa Yerusalemu wako kwenye mateso na mimi nimekaa kwa raha, haitaeleweka. Akamtaka Mungu, akamwambia, wewe ndio Mungu unayesamehe. Wewe ndio ulisema tukikujia, kama tukikuacha tutakwenda kuchukuliwa utumwani, lakini tukikurudia wewe utatusamehe na utaturudishia tena ile heshima. Nataka ile heshima tena. Barua ilitoka kwa mfalme na nguvu kubwa ya ile barua kwa mataifa yote, apewe kila kitu anachotaka, apewe kila msaada, apewe ulinzi, apewe kila mfanyakazi kwa ajili Yerusalemu ijengwe tena. Na ilijengwa. Na sisi tuko hapa. Kuna Wakristo wenzetu wanapitia pabaya, kuna ndoa zinapita pabaya, watoto wao. Nikawaambia hivi, mimi sina njaa kwamba naenda kumwomba Mungu pesa. No. Sina njaa. Sijapita kwenye kiwango kigumu. Bado sijawahi kuona. Lakini nimemwona Nehemia, vision aliyofikiria jinsi gani atakavyokomboa watu wake. Na mimi nikasema yatosha. Kuna Wakristo, kuna wapendwa wenye haki wanaopitia matatizo. Wengine wamelala vitandani, hawawezi kuinuka. Kuna wengine wako hospitalini saa hizi, hawawezi kupata hela ya tiba. Hawana mtu wa kuwatembelea gerezani, hawana mtu wa kuangalia katika kitanda cha magonjwa. Saa hii nitasema tena, kuna kuinuka tena. Haijalishi hawana mtu, lakini malaika wa Bwana aliyepita kwa Abrahamu atapita na sisi hapa nyumba ya Abrahamu. Ataenda kwa Lutu, atamtoa Lutu kabla ya moto hujaingia Sodoma. Atamtoa watoto wake, atatoa watoto wasiangamizwe. Niko kwenye hiyo hali. Abrahamu aliomba, utaangamiza Sodoma? Kama kuna mwenye haki, akasema hapana. Kumbe mwenye haki aliyebakia Lutu akatolewa. Na haya maombi nimeomba mimi na nyie hii wiki. Kuna kuinuka. Sema amen, amen. Sema kuna kuinuka. Haleluya. Haleluya. Sijui kama naeleweka vizuri. Lakini ni kweli ninasikia vibaya. Ni kweli ninaumia. Wakristo ni wengi wanatamani kumtumikia Mungu kwa mali zao, kwa pesa zao, lakini wakishindana na uchumi hawafanikiwi shilingi hata moja. Unafikiri ni wachoyo? Uwezi ukawa umejazwa Roho Mtakatifu lakini uwezi kutoa. Ni kwa sababu kweli nampenda Mungu lakini sina. Kwani sioni? Watu wengi hawana. Na mimi nimesema hivi, wale wasiokuwa nayo, ninaenda kuomba kwa ajili yako. Utainuka tena. Utainuka tena. Biashara inayokufa itainuka tena. Kazi uliyopoteza itainuka tena. Katika jina la Yesu tuseme amen. Kuinuka. Huku sio kuinuka kwa kawaida, ni kuinuka kunachosema hivi, ni kuinuka kunakosababisha, amen, kunakosababisha watu wa nje wasiomjua Kristo watakujilia. Ni kuinuka wafalme wa dunia watakujilia. Kuna kuinuka, haleluya, kuyaona matendo ya Mungu kwa watoto wako, matendo ya Mungu kwa wana wako na binti zako, walioshikiliwa kwenye baa, walioshikiliwa kwenye ulevi, walioshikiliwa kwenye uganga, mahali wanaonewa, wameshikwa kwenye ulimwengu wa giza, wanaondolewa, wanabebwa nyongani, wanabebwa mabegani, wanakujilia kutoka mbali. Hivi vilio vya watoto vinakoma. Vilio vya uchumi hapa anasema vinakoma. Vilio vya uchumi anasema kwa kuwa bahari, wingi wa bahari utageuza kuja, utajiri wa mataifa utakujilia. Utakuja, umasikini umefika mahali umeota mizizi kwenye nyumba ya wana wa Mungu. Kuna kuinuka.
kuna oh my God. Sijui kama unaona wewe ninachoona mimi. Wingi wa ngamia utakufunika. Wingi wa ngamia. Sema ngamia vijana wa Midiani na Efa wote watakuja kutoka Sheba. Wataleta dhahabu na uvumba wakizitangaza sifa za Bwana. Umasikini lazima uondolewe, kwa sababu uchumi ukiingia mkononi mwako, kuna vitu vingi vya ufalme wa Mungu vitaanza kufanyika kwa haraka. Haleluya. Sema amen. Sema amen. Kuna mambo ambayo nikiyasoma nashindwa kuelewa nisemeje. Anasema hakika vile visiwa vitaningojea na merikebu za Tashishi kwanza, ili kuleta wana wako kutoka mbali, na fedha yao na dhahabu yao pamoja nao. Na fedha yao na dhahabu yao pamoja nao. Na fedha yao na dhahabu yao. Hawatakuja wakiwa masikini, watakuja wana utajiri, watakuja wana mali, kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wako, kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa amekutukuza wewe. Haleluya. Kwa kuwa amekutukuza wewe. Mstari wa 10 anasema wageni watajenga kuta zako, na wafalme nao watakuhudumu, maana katika ghadhabu yangu nilikupiga, lakini katika upendeleo wangu nimekurehemu. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Hii ni nyakati za kuinuka. Dunia imejaa giza, giza limefunika ulimwengu, lakini nuru inaenda kukuzukia. Nuru ya Bwana inaenda kutokea watoto wako. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii ni mkubwa kuliko utukufu wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na anasema hivi, anasema kwa kuwa fedha ni yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana. Haleluya. Ukisoma Hagai anakuambia bado kitambo kidogo nitatikisa mbingu, nitatikisha na nchi na bahari na vyote vilivyomo ndani yake. Nitatikisa mataifa, navyo utukufu huu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa. Wacha Mungu atikise. Wacha Mungu apige madhabahu za hao mashera. Wacha hao jamaa walioshikilia katika hili anga, Bwana aanze kutembea kwenye hili anga. Walioshikilia baraka za kwako, walioshikilia baraka za uzao wako, walioshikilia uchumi wako, walioshikilia afya, washikiliwe, wapigwe kwanza, waangamizwe kwanza, kisha Mungu anasema ndipo utukufu wake utakujilia. Haleluya. Sema amen, amen. Anasema kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia. Mstari wa 12. Kwa kuwa kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia, na mataifa hayo wataharibiwa kabisa. Utukufu wa Lebanoni utakujilia wewe, Boreshi na Mtidhari na Mteashur pamoja, ili kukupanda mahali pangu patakatifu, nami nitapatukuza mahali pa miguu yangu. Na wana wa watu wale waliokutesa watakuja kwako na kukuinamia. Sema amen. Na wote waliokudharau watajinamisha hata nyayo za miguu yako, na watakuita mji wa Bwana, Sayuni wa mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa umeachwa na kuchukiwa, hata ikawa hapana mtu aliyetia ndani yako. Nitakufanya kuwa fahari ya milele, furaha ya vizazi vingi. Utanyonya maziwa ya mataifa, utanyonya matiti ya wafalme, nawe utajua ya kuwa mimi Bwana ni mwokozi wako na mkombozi wako, mwenye enzi wa Yakobo. Badala ya shaba nitaleta dhahabu, badala ya chuma nitaleta fedha, badala ya miti shaba, na badala ya mawe chuma.
Tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani, nao wakutozao fedha kuwa haki. Jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako. Ukiwa na uharibifu hazitakuwa mipakani mwako, bali utaziita kuta zako wokovu na malango yako sifa. Mpigie Bwana Yesu makofi mazuri kabisa. Simama kwa miguu yako, twende tuombe. It's time to arise and shine. Ni wakati wa kuinuka tena. Si majira ya kuteswa, sio majira ya kukaa chini na kulia. Ni majira ya kuinuka na kutawala. Amen. Hebu sema, Bwana Yesu, ninajua ni wakati wangu kuinuka. Kuinuka tena. Kuinuka mara nyingine. Sintakaa chini. Sintaruhusu maumivu yanitese ya watu wanaonitendea. Nitainuka juu ya magumu haya. Nitatawala juu ya milima hii. Kuanzia leo, kila kilima kilicho mbele yangu kitayeyuka. Kila mlima ulio mbele yangu utatawanyika, utasambaratika. Kila kitu kilichoinuka, kiinukacho juu yangu hakitasimama tena. Kwa jina la Yesu Kristo, ni wakati wangu wa kuinuka. Ni wakati wangu wa kuangaza. Nuru yangu imekuja. Sintalia tena. Sintaomboleza tena. Wabaya hawatanikalia tena. Wachawi hawatanikalia tena. Kuanzia leo, mimi na nyumba yangu tunainuka. Mimi na nyumba yangu tutashangaza mataifa kwa utukufu unaotujilia. Asante Yesu. Amen. Hebu tafuta nafasi. Mazingira yatakayokuwa na uhuru kwako, moyo wako kafurahi. Jikalishe, piga magoti, tembea vyovyote wezavyo. Haya ndio maombi ya kuinuka tena. Maya shere bakaya. Rimo reshakaya manda rabose. Rekabote ramonde. Rabababa sikaramanda. Haitatokea tena unyonge na udhaifu ukatokea. Haitatokea tena umaskini na magonjwa yakatokea ndani yetu. Haitatokea kunyanyaswa na kuonewa tena katika jina la Yesu Kristo. Huu ni wakati sio tena wa kuomboleza, ni wakati wa kuinuka na kutawala. Ni wakati wa kushangaza mataifa. Ni wakati wa kutenda mambo makuu katika jina la Yesu Kristo. Rima kashere makanto rabaganda. Majira ya kuinuka yamefika katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, majira ya kutawala yameinuka katika jina la Yesu Kristo. Hatutateswa tena juu ya maisha ya kesho itakuwa nini katika jina la Yesu. Wewe Mungu hautamwacha mnyonge tena. Hautamwacha kaonewa na madui. Hautamwacha. Hautamwacha. Hautamwacha yule mama kaonewa. Hautamwacha yule baba kaonewa. Hautamwacha yule kijana, yule binti. Hautamwacha. Ni wakati wa kuinuka. Ni wakati wa kuinuka. Ni wakati wa kuinuka. Ni wakati wa kuinuka. Ni wakati wa kutiwa nguvu tena. Ni wakati wa kuishi maisha matakatifu tena. Ni wakati wa kutenda kazi ya Mungu tena. Ni wakati wa ishara na miujiza tena. Ni wakati wa watu wa Mungu kufanikiwa tena. Mashamba yao kuzaa tena.
biashara zao kuzaa tena, mikono yao kufanya kazi tena. Ni wakati wa watu wa Mungu kuinuka. Ni wakati wa kuinuka. Ni wakati wa kuinuka. Ni wakati wa kuinuka. Thank you, Father. Ni wakati wa kuondoka kwa nguvu tena zingine. Ni wakati wa kufanya mambo makuu. Ni wakati wa kufanya kazi. Ni wakati wa kufanya huduma ya utume. Ni wakati wa kuingia katika mji. Ni wakati wa kuteka nyara. Ni wakati wa kumiliki. Ni wakati wa kusifu na kuabudu. Ni wakati wa kumwimbia Mungu. Ni wakati wa kuvuna mavuno. Majira yamefika ya mavuno. Ni majira ya wakati wa kuzalisha. Ni majira ya Mungu kutenda mambo makuu. Ni majira ya utukufu mwingine. Ni wakati wa Mungu. Ni wakati wa Mungu kumwinua mnyonge kutoka mavumbini. Ni wakati wa Mungu kumwinua dhaifu asiyejiweza. Ni wakati wa Mungu. Ni wakati wa Mungu kugeuza giza na nuru ikatawala. Ni wakati wa Mungu. Ni wakati. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Ni wakati. Ni majira ya Mungu. Ni majira. Ni nyakati za kuinuka. Ni nyakati za kujibu, sio za kunyamaza. Ni nyakati za kutenda, sio za kunyamaza. Ni nyakati za kutawala katika jina la Yesu Kristo. Hizi ni nyakati za wateule. Ni nyakati za ufalme. Ni nyakati za ufalme, sio za kuwa mtumwa. Ni nyakati za Mungu. Yaramoshire bakaya. Yerabakasitori makai. Ni wakati wa Mungu. Ni wakati watakatifu kutawala. Ni wakati wa Mungu kutenda kazi. Ni wakati. Liyashira makasa tori bakanda la babose kiramanda. Ribotere makaya seri makatori abakai. Father, we give you all the praise and honor. You are the Alpha and Omega. Wewe ni Mungu tupaye utajiri. Wewe ni Mungu tupaye nguvu ya kutaka na kumiliki na kutawala. Wewe ni Mungu unayefanya kazi na wakupendao ili kuwapatia mema. Wewe ndiye Mungu unayefanya kazi na wale wote wanaokutumikia. Wewe ni Mungu unayetawala pamoja nasi
Na achilia mafuta haya katika kila mkono wa Bwana juu ya mtumishi wako na mtenda kazi pamoja nasi katika nyumba ya Abrahamu, kwa jina la Yesu. Akatawale, akamiliki kwa jina la Yesu. Malango 12 ya Yohana wa Yakobo ikafunguke, yakatokea kila kona kwa jina la Yesu Kristo. Malango ya ufalme, malango ya utawala kwa mamlaka ya jina la Yesu yakatokee, yakatokee, yakatokee kwa jina la Yesu. Milango ifunguke kuanzia leo, kutoka kaskazini, kutoka kusini, kutoka mashariki, kutoka magharibi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naachilia upenyo, naachilia upendeleo, naachilia uwezo wa Mungu, naachilia nguvu za Mungu ziende pamoja na mtumishi wa Mungu, ziende pamoja naye kwenye biashara hii, kwenye kazi yake, kwenye mikono yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Riakamashandara bobose kiramanda. Mnyonge atakuwa na nguvu, naye atainuka tena, naye atasimama tena, naye atatenda mambo makuu tena, wala hatadharauliwa tena, wala hatapigwa tena, wala hatalala kwenye mavumbi tena, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila aliyeshikilia njia za uchumi wa mwanamke huyu, aliyeshikilia njia za maisha ya baba huyu, aliyeshikilia nguvu yake, na muamuru kwa jina la Yesu, achilia, 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 achilia kwa jina la Yesu. Achia maisha ya mama huyu, achia maisha ya baba huyu, achilia, achilia kazi yake, achilia, 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 achilia kwa jina la Yesu. Achia, achia, mwachilie, mwachilie, mwachilie watoto wake, mwachilie, mwachilie ndoa yake, mwachilie mume wake, mwachilie, mwachilie kwa jina la Yesu. Mwachilie, mwachilie, achilia ndoa yake, achilia ndoa yake, achilia mume wake, achilia kwa jina la Yesu na kuapisha, achilia. Mwachie wewe uliyemshika, wewe uliyemshika, mwachie sahi. Achia nyumba hii, achia nyumba hii, achia kwa jina la Yesu. Achia nyumba yake, achia biashara yake, achia kazi yake, achia maendeleo yake, achilia ule ujenzi, achilia wale watoto kwa jina la Yesu. Shatamana na masekera makanta, shetekira bandori kabasi kalamai, rimotekera bababo sekera baganda. Katika jina la Yesu, achilia nyumba ya mtu huyu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achilia kazi yake kwa jina la Yesu. Achilia watoto kwa jina la Yesu. Achilia wainuke tena, wainuke tena, wainuke kiuchumi, wainuke kiuchumi, wainuke kiuchumi, wainuke, 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 wainuke in Jesus name. Wainuke tena, wainuke tena, wainuke tena, wainuke kwenye masomo, wainuke kwenye elimu, wainuke in the name of Jesus, wainuke kwa jina la Yesu. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Muujiza wa kuinuka. Na utamka muujiza kwa yule baba, na utamka muujiza kwa yule mama, na tamka muujiza kwa yule ndugu, na tamka muujiza kwenye biashara yake, na tamka muujiza kwenye ndoa,
natamka muujiza kwa watoto, natamka muujiza kwenye mume, natamka muujiza kwa mke wake, asiyepata watoto akapate watoto, asiyekuwa na tumbo la uzao akapate tumbo la uzao, kwa jina la Yesu. Azae afanikiwe, aibuke. Yes. Mashaka maseri Mosa tamakasira shamote shama shamate kiramando yabo yakiamonde kiasaka rota basani ya masiki sharababoka. Katika jina la Yesu, mnyonge hatabaki chini tena. Wakati wake wa kuinuka umefika. Majira yake ya kuinuliwa yamefika. Majira yake ya kutawala yamefika, kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, ni wakati wa kuinuka. Ni wakati wa kuinuka. Wasio na uzima katika afya miili yao, ni wakati wa uponyaji kwao. Ni wakati wa kupokea uzima. Ni wakati wa kupisha ghadhabu ipite mbali. Ni wakati wa kuachilia hasira ipite mbali. Neema ya Mungu ikapate kukaa kwenye miili yao, na mifupa na damu na nyama. Wainuke vitandani mwao. Wainuke kwenye magonjwa ya sukari. Ugonjwa wa sukari utoke katika mwili wa yule mama, utoke kwenye mwili wa yule baba. Pepo la sukari achilia mwili wake. Pepo la kansa, pepo la HIV achilia mwili wa yule mama, achilia mwili wa yule baba. Toweka wewe pepo uliyeshikilia maeneo ya moyo wa binti yule. Achilia moyo wa binti yule. Mwachilie mtoto yule. Mwachilie mwanangu yule. Mwachilie kijana wangu yule. Mwachilie ndugu yangu yule. Mwachilie kwa jina la Yesu. Ama kwenye mwili ule. Toweka kwenye mwili ule. Ama in the name of Jesus. Toweka in the name of Jesus. Natangaza mwili wake kupokea afya na uzima mkamilifu katika jina la Yesu. Natangaza amani ya mifupa, amani ya mishipa ya damu, amani katika viungo vya mwili wake, uponyaji katika nyayo za miguu yake. Hasili yoyote ya mifupa kuumwa, magonjwa kwenye viungo vya mifupa, kwa jina la Yesu iondoke kwenye mwili wake, kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama amefanya dhambi, natangaza kusamehewa. Hata kama ameingia kwenye makosa, katika jina la Yesu natangaza msamaha. Apokee, apokee, apokee uzima, apokee afya in Jesus name. Nayafunika majeraha yake na kuharibika kwa ngozi yake. Nafunika kila aina ya aibu aliyonayo na makosa aliyoyatenda na dhambi alizozifanya. Kwa damu ya Yesu natakasa makosa hayo, natakasa dhambi hiyo. Isiwepo mbele yake tena, isiwepo mbele yake tena, wala kwenye nyumba yake tena, wala kwenye ndoa yake tena, wala kwa watoto wake tena, wala kwa watoto wake tena. Natangaza msamaha, natangaza msamaha, natangaza msamaha, natangaza rehema, natangaza msamaha, natangaza uponyaji, natangaza uzima, natangaza amani, natangaza kushinda, natangaza mafanikio, natangaza ushindi, natangaza utajiri, natangaza kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Hata lala kwa tabu usiku, wala hata ota ndoto za kumtesa. Hata pitia kwenye kitanda cha machozi, hata pitia kwenye kitanda cha huzuni, hata lala usingizi kwa hofu, hata nyang'anywa usingizi wake usiku. Natangaza kushinda majira ya usiku, natangaza ushindi katika majira ya giza la usiku, kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza usiku wake ni usiku wa amani, usiku wa furaha,
usiku wa ushindi. Natangaza majira ya mchana, asubuhi hata magharibi. Natangaza ni majira ya afya, majira ya afya, majira ya afya, majira ya afya, majira ya afya kwenye miguu yake, aingiapo atokapo, kwenye nyayo za miguu yake, atakapo kanyaga. Natangaza kushinda, natangaza kumiliki, natangaza kwa jina la Yesu, aliye mnyonge awe shujaa, awe na nguvu tangu sasa. Apite katika nchi, akamiliki, akatawale, apite juu ya nchi, akanyage nyoka na inge na nguvu zote za yule adui, kwa jina la Yesu Kristo. Naondoa viungo vya mtu huyu, sio viungo vya kuonewa na adui. Havitapasuliwa viungo vya mwili wake, havitapitia tena katika asili ya kuchomwa na kuumizwa na maumivu ya mwili. Hatapitia tena asili yote ya upasuaji. Natangaza uponyaji, natangaza afya. Mishipa ya moyo, mishipa yote ya moyo ikapate afya. Mishipa ya moyo ipate afya, ipate uzima, ipate uzima, ipate uzima. Yule mama wa sukari apate uzima, yule mama wa presha apate uzima, apate uzima. Yule baba wa sukari apate afya kuanzia leo, kuanzia sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Mwili wake hautashikwa na magonjwa ya dunia hii, wala mapepo hayatapitia mwili wake kuutesa, wala hawatamdhoofisha mwili wake kwa udhaifu, wala hawatamchubua mwili wake kwa magonjwa. Ninageuza fedhea hiyo, nageuza mapito hayo, na yageuza magumu hayo. Hayataingia tena kwenye nyumba yake, wala mwili wake, wala watoto wake. Kila machafuko ya hali ya hewa hayatapita kwenye nyumba yake. Kila machafuko ya kutokuelewana hayatapita kwenye nyumba yake. Kila kutokusikilizana hakutapita kwenye nyumba yake, kwa jina la Yesu Kristo. Kila udhaifu hautaingia tena, hautapita kwenye hema hilo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza ujio wa mambo mapya na kuinuka tena, na kuinuka tena, kwa jina la Yesu. Fedhea haitakuwepo, wala hofu ya moyo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye Mungu uliyowapa watu wako haja zao na kuwageuza mioyo yao ikielekee. Nawe Mungu umewafunika kwa damu yako. Moyo wao utalisikia na kulipokea agizo lako, na moyo wao utalishika agano lako, wala hawatayumbishwa. Na nguvu zako Mungu zitakaa katikati yao, wala hawatayumbishwa. Nuru ya macho yao itapata kuyaona matendo yako, mambo makuu ya ishara, miujiza itakayoambatana katika siku zao za maisha. Hawatakosa kilicho chema, hawatapungukiwa lolote kilicho chema. Mikono yao itafanya kazi, na mambo yao yote yaliyokufa yatafufuka. Uchumi uliokufa na asili yoyote ya mapato yaliyochukuliwa na maadui, natangaza kurudia mikononi mwao katika jina la Yesu Kristo. Maana wewe Mungu unawapenda wakupendao, tena umewaita wale wakupendao rafiki zako, nao umesimama pamoja nao. Uko karibu ya malango yao, umeziondoa pingu katika mikono yao, umezivunja nira katika shingo zao, na mizigo umeondoa begani mwao, wala adui hata watwika tena mizigo. Umekuwa karibu na wale wote wanaokutafuta, na sauti yao Mungu umeisikia, na zaidi ya yote umesema hautawaacha wala hautawapungukia, wala hautasimama mbali na wao. Ulisema utakuwa karibu na wao siku zote. Hata wale ambao Mungu sahihi hawana matumaini, unawageuza kuyaona matumaini tena na kusikiliza maombi yao. Asante, maana mabaya hayatawadhuru tena, wala hila hazitapita katika nyumba zao. Wewe Mungu utawafanikisha katika kila kazi watoto wako, na kufanikiwa katika kila eneo. Nami nimekujua Mungu uliyenisikia na kuomba kwangu, katika jina la Yesu Kristo. Umesikia hoja za watu wako, umesikia nia za maombi yao. Mungu, kuinuka, naomba wainuke tena,
wainuke tena, kwa kuwa wewe ni Mungu unayetuinua, na wewe ni Mungu unayerejesha, na unayewapa watu majibu yao. Asante Bwana na Mungu wangu uliyenisikia, maana wewe umeamua kutufurahisha. Wewe Mungu umeamua kutuwekea kicheko malangoni mwetu. Umeamua kutubariki, umeamua kututukuza. Asante, maana hatutasita tena njiani, wala hatutatembea karibu na kuanguka, wala maumivu ya moyo hayatapita njiani mwetu. Maana Mungu umeweka mbele yetu furaha na kicheko, katika jina la Yesu Kristo. Maovu hayataingia mahali petu, wala maisha katika ukosefu wa chakula malangoni hayatakuwepo. Ukosefu wa kazi na mali hautakuwepo tena. Adui zetu hawatatukaribia tena. Wewe umeweka nguvu ndani yetu na uzima, katika jina la Yesu Kristo. Wanaotuchukia watatukimbia, nao hatutawaona tena, kwa jina la Yesu Kristo. Maana wewe ndiye Mungu unaowalipa wabaya mabaya yote waliotutendea, na adui zetu utaenda kuwafedhesha, maana umeamua kututendea mema, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu ni Mungu wa mambo makuu, uliyefanya maajabu ya kila mmoja aliyekukimbilia, hata aibika hata mmoja. Bwana ndiye wokovu wangu, Bwana ndiye ngome yetu, katika jina la Yesu Kristo. Amen and amen. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Shangilia tena kwa makofi mazuri. Shangilia tena kwa makofi. Ni saa 12. Tusimame tuende tumalize maombi haya kwa siku ya leo. Maombi haya yataendelea na kesho Ijumaa. Nafurahi kwamba mmejitokeza kwa wingi. Mungu awabariki. Zidi kuwaita wengine. Kesho tutakapomaliza, tusiwaache na wao wengine wakae mbali. Hebu sema kuna kuinuka tena, na sintarudishwa nyuma kwa jambo lolote. Na yoyote anayetafuta maisha yangu ili niaibike, hata niona nikiaibika tena, kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki. Tutoke hapa turudi manyumbani, lakini kwa wale wanaendelea na maombi, Mungu awabariki. Tunaweza tukaendelea kubaki kwa wale wanaoomba.